Katibu, tuendelee. Hoja za serikali kwamba Bunge sasa likusha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Waheshimiwa wabunge, sasa nimuite Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa mbunge ili awasilishe mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka wa fedha 26/27 kutoka Wizara ya Uchukuzi. Karibu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia taarifa iliyowasilishwa leo hapa bungeni na kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu ambayo imechambua utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2025/26 pamoja na mpango na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 26/27, ninaomba kutoa hoja kwamba Bunge lako tukufu sasa likubali kupokea, kujadili na kuidhinisha mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kutuwezesha kukutana hapa leo tukiwa na afya njema. Ninaomba Mwenyezi Mungu atuongoze vyema katika kujadili hotuba hii ya Wizara ya Uchukuzi na bajeti ya serikali kwa ujumla ili kufikia malengo ya Dira 2050 katika kuwaletea Watanzania maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee naomba kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushindi aliopata katika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Ushindi huu unaonyesha imani kubwa ambayo Watanzania wameendelea kuwa nayo kwa uongozi wake wenye maono na unaowaletea wananchi maendeleo. Aidha, napenda kumpongeza kwa dhati kwa hatua madhubuti alizozichukua katika kutekeleza ahadi alizozitoa kwa wananchi ndani ya siku 100 za mwanzo katika kipindi chake cha awamu ya pili. Utekelezaji huo umeonyesha dhamira ya kweli ya kuhakikisha kuwa serikali inatekeleza ahadi zilizotolewa na kuleta matokeo chanya kwa sekta mbalimbali nchini. Tunamtakia Mheshimiwa Rais afya njema, umri mrefu, hekima na mafanikio zaidi katika kuiongoza nchi yetu ili kufikia malengo ya maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutumia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mchango wake mkubwa wa kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu ya serikali. Aidha, ameendelea kusimamia kikamilifu masuala ya muungano na mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze pia Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais na kuthibitishwa kwa kishindo na Bunge hili tukufu kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wote ni mashahidi kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu ameonyesha umahiri mkubwa katika kusimamia shughuli za serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Musa Azan Zungu kwa kuchaguliwa kwa kishindo na waheshimiwa wabunge kuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimpongeze pia Mheshimiwa Daniel Silo kwa kuchaguliwa kuwa naibu spika wa bunge hili tukufu. Aidha, nitumie fursa hii kuwapongeza wenyeviti wa bunge, kwanza wewe Mheshimiwa Najma Giga na Mheshimiwa Philip Mwanyika kwa kuendelea kuaminiwa kuwa wenyeviti wa bunge. Kwa namna ya kipekee nimpongeze Mheshimiwa Cecilia Pareso kwa kuchaguliwa pia kuwa mwenyekiti wa bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaishukuru na kuipongeza sana kamati ya kudumu ya miundombinu inaongozwa na mwenyekiti Mheshimiwa Suleiman Moshi Kakoso ambayo amechaguliwa kwa mara nyingine tena kuiongoza kamati hii. Napenda pia kuishukuru kamati hii kwa uchambuzi uliofanya kwenye taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti kwa mwaka fedha 2025/26 na mpango wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka fedha 26/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile namshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini na kuniteua katika nafasi hii kwa mara nyingine ya kuwa Waziri wa Uchukuzi. Ninapenda kumhakikishia Mheshimiwa Rais kuwa kwa kushirikiana na Mheshimiwa Naibu Waziri Mheshimiwa David Kenzile tutatekeleza majukumu aliyotukabidhi kwa kufuata miongozo anayotupatia pamoja na miongozo mengine ya nchi yetu. Pia tutaendelea kutekeleza shughuli za wizara ili kuweza kufikia malengo mahususi ya kuendeleza sekta ya uchukuzi na kuwa na mchango mkubwa katika kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Vile vile ninawapongeza waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri walioaminiwa na kuteuliwa ili kuongoza wizara mbalimbali.
Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii ya leo kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote walioteuliwa na waliochaguliwa kuwakilisha wananchi katika bunge hili tukufu la 13. Niwahakikishie kuwa wizara iko tayari kupokea ushauri na maoni ya Watanzania kupitia kwenu ili kuendelea kutatua kero na changamoto zilizopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko makubwa nitoe pole kwa bunge lako tukufu, familia na Watanzania wote kufuatia kifo cha Mheshimiwa Jenista Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho kilichotokea tarehe 11 Disemba mwaka jana. Mheshimiwa Halima Idi Nasro aliyekuwa mbunge wa viti maalum kilichotokea tarehe 18 Januari mwaka huu, na Mheshimiwa William Lukuvi aliyekuwa mbunge wa jimbo la Isimani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu kilichotokea tarehe 25 Machi mwaka huu. Hakika tunaendelea kuthamini na kuenzi michango yao katika bunge hili na taifa kwa mjumla. Tunamuomba Mwenyezi Mungu apumzishe mahali pema peponi, amina. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya kuendelea na uwasilishaji wangu, ninawashukuru na kuwapongeza Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, kwa hotuba zao ambazo zimefananua utendaji wa serikali kwa mwaka wa fedha 2025/26 na mwelekeo wa mwaka wa fedha 2026/27. Vile vile nawapongeza waheshimiwa mawaziri wote waliowasilisha hotuba zao kabla yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya utangulizi huo, sasa naomba uniruhusu niwasilishe taarifa ya mapitio ya mchango wa sekta ya uchukuzi katika kukuza uchumi wa taifa, utekelezaji wa mpango na bajeti ya Wizara ya Uchukuzi na taasisi zake kwa mwaka fedha 2025/26 hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu, na mpango na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka fedha 2026/27. Aidha, nihitimishe kwa kuomba bunge lako tukufu liidhinishe bajeti kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli na miradi ya Wizara ya Uchukuzi fungu 52 kwa mwaka wa fedha 2026/27. Mchango wa sekta ya uchukuzi katika kukuza uchumi wa taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya uchukuzi imeendelea kutoa mchango mkubwa katika kuchochea shughuli za uzalishaji na utoaji huduma katika sekta mbalimbali hapa nchini. Kwa mujibu taarifa ya hali ya uchumi wa taifa ya mwaka 2024, sekta ya uchukuzi ilikuwa kwa 4.2 na kuchangia pato la taifa kwa 7.5, ambapo ilikuwa ni ya 5 katika sekta kubwa 17 katika kuchangia pato la taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya uchukuzi imeendelea kuchangia zaidi katika ukusanyaji wa mapato ya serikali yanayotokana na huduma za bandari. Mathalan, kati ya mwaka fedha 2020/21 hadi mwaka fedha 2024/25, mapato yanayotokana na kodi ya forodha za kibandari yalichangia wastani wa 40% ya mapato yote yaliyokusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania. Aidha, mapato haya yataendelea kuongezeka siku hadi siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile sekta ya uchukuzi imeendelea kuchangia katika upatikanaji wa fedha za kigeni kupitia mauzo ya huduma za uchukuzi, usafirishaji na za kibandari. Taarifa ya Benki Kuu ya Tanzania ya mwaka 2025 inaonyesha kuwa sekta ya uchukuzi ilichangia mauzo ya kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 2.79 ikilinganishwa na dola za Kimarekani bilioni 2.35 zilizochangiwa mwaka 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kukuza upatikanaji wa ajira nchini, sekta ya uchukuzi imeendelea kutoa ajira 198,480 wakati wa ujenzi wa miradi mbalimbali pamoja na utoaji wa huduma za uchukuzi. Maelezo ya kina kuhusu mchango wa sekta ya uchukuzi katika kukuza uchumi wa taifa yameainishwa katika kitabu changu cha hotuba bajeti kuanzia aya 14 hadi aya 20. Utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara na taasisi zake kwa mwaka fedha 2025/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka fedha 2025/26 Wizara ya Uchukuzi fungu 52 iliidhinishiwa jumla trilioni 2.746 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni
125.43 zilikuwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida sawa na 4.57, na shilingi trilioni 1.621 zilikuwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo sawa na 95.43. Hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu, jumla trilioni 1.37 zilikuwa zimetolewa. Kiasi hiki ni sawa na 66.75 ya shilingi trilioni 2.059 zilizotakiwa kutolewa katika kipindi hicho. Kati ya fedha hizo zilizotolewa, shilingi bilioni 99.682 ni fedha za matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 1.275 ni fedha za miradi ya maendeleo. Baada ya kupokea fedha hizo, Wizara ya Uchukuzi iliendelea kutekeleza majukumu yake katika maeneo mbalimbali kama ifuatavyo. Kwanza, udhibiti na utoaji wa huduma za uchukuzi. Udhibiti wa huduma za usafiri wa anga. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza majukumu ya udhibiti wa usafiri wa anga, serikali kupitia Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania yani TCA iliendelea kusimamia ubora wa viwanja vya ndege nchini. Aidha, Shirika la Usafiri wa Anga Duniani limeendelea kuikasimisha Tanzania jukumu la uongozaji ndege zinazoruka na kupita urefu wa futi 25,000 juu ya anga la nchi ya Burundi. Sambamba na jukumu hilo, katika kipindi cha Julai mwaka jana hadi Machi mwaka huu, jumla ndege 189 zilifanyiwa ukaguzi na kupewa vyeti vya ubora na kuendelea kufanya kazi hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai mwaka jana hadi Machi mwaka huu, abiria waliotumia usafiri wa anga waliongezeka na kufikia milioni 6.81 ikilinganishwa na abiria milioni 6.037 katika kipindi kama hicho cha mwaka fedha 2024/25, sawa na ongezeko la asilimia 12.63. Kwa upande wa mizigo, katika kipindi hicho jumla tani 34,750.2 zilisafirishwa ndani na nje ya nchi ikilinganishwa na tani 33,112.5 zilizosafirishwa ndani na nje ya nchi katika kipindi kama hicho mwaka 2024/25. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuliarifu Bunge lako tukufu kuwa serikali ya awamu ya 6 kupitia TCA imeendelea na ujenzi wa chuo cha usafiri wa anga jijini Dar es Salaam ambapo utekelezaji wake umefika asilimia 11.3. Maelezo ya kina kuhusu udhibiti wa utoaji wa huduma za anga kupitia TCA yameainishwa katika kitabu changu cha hotuba budget kuanzia aya 24 hadi 36. Udhibiti wa usafiri ardhini. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara kupitia Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini yani LATRA imeendelea kutekeleza majukumu ya kusimamia udhibiti wa usafiri ardhini katika maeneo matatu: usafiri wa barabara, reli na waya. Katika kutekeleza majukumu hayo, LATRA katika kipindi cha kuanzia Julai mwaka jana hadi Machi mwaka huu ilitoa leseni 388,715 za usafirishaji, ongezeko la asilimia 55 kutoka mwaka uliopita. Leseni hizo lizihusisha mabasi ya abiria, magari ya mizigo na ya kukodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali pia kupitia LATRA imeendelea kudhibiti nauli na ubora wa huduma huku ikihamasisha matumizi ya nishati mbadala ikiwemo magari ya umeme hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, mabasi 13,843 yaliunganishwa kwenye mfumo wa ufuatiliaji wa VTS na madereva 12,699 walisajiliwa kwa ajili ya kuongeza usalama. Aidha, mfumo wa tiketi mtandao umeendelea kutumika ambapo mabasi 8,126 yaliunganishwa na zaidi ya abiria milioni 21 walitumia mfumo wa tiketi mtandao kununua tiketi zao hadi mwezi Machi mwaka huu. Maelezo ya kina kuhusu udhibiti wa usafiri wa ardhini kupitia LATRA yameonyesha katika kitabu changu cha hotuba budget kuanzia aya 39 hadi 57. Usafiri wa majini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kusimamia udhibiti wa usafiri majini, serikali kupitia Shirika la Wakala wa Meli Tanzania yani TASAC imeendelea kusimamia usalama wa vyombo vya usafiri majini, udhibiti wa uchafuzi wa mazingira unaotokana na shughuli za meli katika eneo la Tanzania bara na kutoa huduma ya ugomboaji na uondoshaji wa shehena kwa bidhaa mahususi. Mheshimiwa Mwenyekiti, udhibiti wa watoa huduma za usafiri majini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai mwaka jana hadi Machi mwaka huu, jumla watoa huduma 1,794 walisajiliwa na kupewa leseni ikilinganishwa na watoa huduma 1,556 waliosajiliwa katika kipindi kama hicho mwaka
wa fedha 2024/25. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha usalama wa usafiri katika Ziwa Victoria, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Uganda zimeendelea kutekeleza mradi wa kikanda wa kuboresha mawasiliano na uchukuzi katika ziwa hilo. Mradi huo unajumuisha ujenzi wa kituo kikuu cha uratibu wa ufuatiliaji na uokoaji na ununuzi wa boti 2 za ufuatiliaji na uokoaji pamoja na boti 1 ya matibabu ambazo zimeanza kutoa huduma katika Ziwa Victoria. Vile vile serikali imenunua boti nyingine 2 za kisasa za ufuatiliaji na uokoaji ambazo zimeanza kutoa huduma katika Ziwa Tanganyika na katika ukanda wa bahari ya Hindi eneo la mkoa wa Tanga. Maelezo ya kina kuhusu udhibiti wa usafiri majini kupitia TASAC yameonyeshwa katika kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia aya 55 hadi 69. Udhibiti wa utoaji wa huduma za hali ya hewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA imeendelea na utoaji wa udhibiti wa huduma za hali ya hewa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuboresha huduma za hali ya hewa zinazotolewa kwa sekta ndogo ya usafiri wa anga, TMA imekamilisha ufungaji wa mitambo 2 ya uangazi wa hali ya hewa katika viwanja vya ndege vya Mpanda na Pemba. Aidha, TMA imeendelea na ujenzi wa miundombinu ya hali ya hewa ikiwemo maabara ya uhakiki wa vifaa vya hali ya hewa yani calibration center hapo Dar es Salaam ambao ujenzi wake umefikia 46%. Maelezo ya kina kuhusu udhibiti wa utoaji wa huduma ya hali ya hewa kupitia TMA yameonyeshwa katika kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia aya 70 hadi 83. Utoaji wa huduma ya uchukuzi. Huduma za bandari. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Mamlaka ya Usimamizi Bandari ya Tanzania TPA imeendelea kusimamia bandari za mwambao wa Bahari ya Hindi na Maziwa Makuu kwa kuendeleza miundombinu na utoaji wa huduma za kibandari kwa viwango vinavyokubalika kikanda na kimataifa. Katika kipindi cha kuanzia Julai mwaka jana hadi Machi mwaka huu, TPA ilihudumia jumla ya tani milioni 29.66 za shehena ikilinganishwa na tani milioni 23.18 zilizohudumiwa katika kipindi kama hicho cha mwaka fedha 2024/25, sawa na ongezeko la asilimia 27.96. Aidha, shehena iliyosafirishwa kwenda nchi za jirani imeongezeka hadi kufikia milioni 10.93 ikilinganishwa na tani milioni 8.29 zilizohudumiwa katika kipindi kama hicho cha mwaka fedha 2024/25, sawa na ongezeko la asilimia 32.64. Ongezeko hilo limetokana na uboreshaji wa miundombinu na ushirikishwaji wa sekta binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tangu kupata uhuru nchi yetu imekuwa na changamoto ya kuhifadhi mafuta. Serikali ya awamu ya 6 imeamua kulifanyia kazi suala hili kwa vitendo, ambapo TPA imeanza ujenzi wa miundombinu ya kupokea na kuhifadhi mafuta unaohusisha ujenzi wa matenki 15 ya mafuta yenye uwezo wa kuhifadhia mita za ujazo 378,000, ambapo utekelezaji wake umefikia 42% na unatarajiwa kukamilika mwezi Agosti mwaka huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 imeainisha umuhimu wa kujenga bandari ya Bagamoyo. Napenda kuliarifu bunge lako tukufu kuwa serikali kupitia TPA imekamilisha maandalizi ya kuanza utekelezaji wa mradi huu wa kimkakati. Bandari hiyo itahusisha ujenzi wa gati lenye urefu wa kilomita 1.32 pamoja na miundombinu wezeshi ya kuhudumia meli kubwa za kisasa ya aina Mekamax ambazo haziwezi kuhudumiwa katika bandari ya Dar es Salaam kwa sasa. Katika kutekeleza awamu ya kwanza ya mradi huu, tayari miundombinu kwa ajili ya uchimbaji wa kina cha maji imepatikana na kazi hiyo inatarajiwa kuanza rasmi katika mwaka huu wa fedha mwaka wa fedha ujao 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kupunguza msongamano katika bandari ya Dar es Salaam, serikali imeendelea kuhimiza matumizi ya bandari kavu nchini ikiwemo bandari kavu ya Kwala iliyopo mkoa wa Pwani ambayo imeendelea kutoa huduma, ambapo hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu bandari hiyo ilihudumia makasha 14,460. Katika hatua nyingine, mwezi Machi mwaka huu TRC ilianza usafirishaji wa shehena kwenda katika bandari kavu ya Isaka.
Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuboresha bandari katika maziwa makuu nchini ambapo hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu uboreshaji wa bandari ya Bukoba na Kemondo umekamilika na uboreshaji wa bandari ya Mwanza North umefikia 75%. Serikali inaendelea na mradi wa uboreshaji wa bandari ya Kigoma ambao umefikia 13%. Kwa upande wa bandari ya Mbamba Bay umefikia 49%. Ushirikishwaji wa sekta binafsi katika shughuli za uendelezaji na uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama inavyokumbukwa mwaka 2023 serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilifanya uamuzi wa kimkakati wa kushirikisha sekta binafsi katika shughuli za uendelezaji na uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam kwa lengo la kuongeza ufanisi, ushindani na tija katika utoaji wa huduma za kibandari nchini. Kutokana na uamuzi huo, serikali kupitia Wizara ya Uchukuzi iliingia mikataba na waendeshaji mahiri wa bandari wenye uzoefu mkubwa kimataifa. Hatua hiyo imeendelea kuzaa matokeo chanya na manufaa makubwa kwa taifa, ikidhihirisha dira sahihi ya serikali katika kuimarisha uchumi wa buluu na nafasi ya Tanzania kama lango kuu la biashara kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na yafuatayo. Mafanikio ya kwanza, kuongezeka kwa shehena iliyohudumiwa katika bandari ya Dar es Salaam kutoka tani milioni 16.2 mwaka wa fedha 2020/21 hadi kufikia tani milioni 27.76 mwaka wa fedha 2024/25, sawa na ongezeko la 70.62. Pili, kuongeza kwa wastani wa shehena ya makasha yanayohudumiwa kwa mwezi kutoka makasha 61,000 hadi makasha 102,000, sawa na ongezeko la 67.21. Tatu, kupunguza kwa gharama za uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam kutoka shilingi bilioni 652.83 mwaka 2023/24 hadi kufikia bilioni 308.95 mwaka 2025. Nne, kuongezeka kwa makusanyo ya mapato ya TPA yanayotokana na ada za huduma za kibandari kutoka shilingi bilioni 896.95 mwaka 2020/21 hadi kufikia shilingi trilioni 1.3 mwaka 2024/25. Tano, kupungua kwa muda wa kuhudumia meli za makasha gatini kutoka wastani wa siku 10 hadi siku 3. Na sita, kupungua kwa muda wa meli kusubiri nangani kutoka wastani wa siku 46 hadi wastani wa siku 7 kwa meli za mizigo za mchanganyiko na za kichele. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua za serikali za kukabiliana na ongezeko la shehena katika bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na kuongezeka kwa ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam pamoja na kuimarika kwa imani ya watumiaji wa bandari hiyo ndani na nje ya nchi, kumekuwepo na ongezeko kubwa la shehena ya mizigo inayohudumiwa bandarini. Ili kuhakikisha bandari hii inaendelea kutoa huduma kwa ufanisi, ushindani na viwango vinavyokidhi mahitaji na matumanio ya watumiaji wetu, serikali inaendelea kutekeleza hatua mbali za kimkakati kama inavyofuata. Ya kwanza, kukamilisha ujenzi wa reli ya kisasa SGR inayoingia moja kwa moja bandarini, yani Port Link, ambapo utekelezaji wake umefikia 99.7 na majaribio ya usafirishaji wa mizigo kwa reli hiyo yameanza na yanaendelea kwa muda. Sambamba na hilo, TRC inaendelea kujenga eneo maalum loading platform ya kupakia mizigo kwenye treni ya SGR ndani ya eneo la bandari kwa lengo la kuongeza kasi na ufanisi katika utoaji wa mizigo bandarini. Mbili, kuendelea na upanuzi wa eneo la Kurasini lenye ukubwa wa mita za mraba 220,000 kwa ajili ya kuhudumia makasha 700,000 kwa mwaka. Awamu ya kwanza ya mradi huu inatarajiwa kukamilika mwezi Juni mwaka huu na huduma ya makasha 150,000 kwa mwaka, huku awamu ya pili ikitarajiwa kukamilika mwezi Julai mwakani. Tano, kujenga kituo cha kisasa cha mizigo katika stesheni ya SGR Morogoro chenye ukubwa wa mita za mraba 68,000 na uwezo wa kuhudumia makasha 600 kwa siku kwa ajili ya kuhudumia mizigo inayosafirishwa kwa njia ya barabara kuelekea mikoa mbalimbali na nchi za jirani. Maelezo ya kina kuhusu huduma za bandari yameainishwa katika kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia aya 84 hadi 110. Huduma za usafiri wa reli.
huduma za usafiri wa reli kupitia reli ya MGR na SGR. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara inaishukuru serikali kwa kuchukua hatua za kuboresha shirika la reli Tanzania, zoezi lililoanza mwaka 2017. Tangu kuanzishwa kwa shirika hilo, serikali imekuwa ikitoa ruzuku ya mishahara. Naomba kuliarifu bunge lako tukufu kuwa katika mwaka fedha 2026/27 TRC haitotengewa tena ruzuku kwa ajili ya mishahara kutoka serikalini. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia TRC imeendelea na ujenzi na uendeshaji wa reli ya kisasa SGR pamoja na kuboresha mtandao wa reli ya MGR yenye urefu wa takriban kilomita 2707. Ujenzi wa reli ya SGR unatekelezwa kwa awamu mbili, ikihusisha kilomita 1219 za njia kuu kwa awamu ya kwanza kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza na kilomita 1590 za awamu ya pili, ikihusisha vipande vya Tabora Kigoma na Uvinza Msongati. Kukamilika kwa awamu hizi mbili za treni ya SGR kutaifanya Tanzania kuwa na mtandao mkubwa wenye jumla ya kilomita 2809 za reli ya SGR. Uendelezaji na uendeshaji wa reli ya kisasa SGR. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia TRC imeendelea na ujenzi wa reli ya SGR ambapo hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu ujenzi wa kipande cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro na kipande cha pili Morogoro Makutopora umekamilika kwa sehemu kubwa. Aidha, TRC inaendelea na utoaji wa huduma za usafiri wa treni kwa vipande husika. Kwa kipande cha Mwanza Isaka, ujenzi unaendelea na umefikia asilimia 68.77. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu ujenzi wa SGR katika kipande cha 3 Makutopora Tabora na kipande cha 4 cha Tabora Isaka unaendelea ambapo kazi mbalimbali zinaendelea kutekelezwa. Kwa ujumla, ujenzi wa vipande hivi umekuwa na changamoto kwa muda mrefu ambazo zilizosababisha utekelezaji wake kuwa na kasi ndogo. Hata hivyo, serikali imepata suluhisho la kukamilisha ujenzi wake kwa kupata mkopo wenye masharti nafuu wa thamani ya dola za Kimarekani bilioni 1.277 sawa na takriban shilingi trilioni 3.32. Usafirishaji wa abiria na mizigo kwa reli ya SGR na MGR. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia TRC imeendelea na usafirishaji wa abiria kati ya Dar es Salaam na Dodoma kupitia reli ya SGR. Usafirishaji kupitia reli hiyo umezidi kuimarika ambapo katika kipindi cha Julai mwaka 2025 hadi Machi mwaka huu jumla abiria milioni 2.51 walisafirishwa ikilinganishwa na abiria milioni 2.05 waliosafirishwa katika kipindi kama hicho cha mwaka fedha 2024/25 sawa na ongezeko la asilimia 22.40. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai mwaka jana hadi Machi mwaka huu TRC ilisafirisha jumla tani 102,452 za mizigo ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya serikali ya kuanza usafirishaji wa mizigo kupitia reli ya SGR. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hatua za kuunganisha miundombinu ya reli ya SGR na MGR, serikali imeendelea na uunganishaji wa reli hizo katika eneo la Ruvu ili kuwezesha usafirishaji wa mizigo kutoka bandari za Dar es Salaam na Tanga ambapo utekelezaji wake umefikia asilimia 85. Aidha, ujenzi wa kuunganisha reli ya MGR na SGR unaendelea katika eneo la Bahi kwa lengo la kuwezesha uhamishaji wa mizigo, yani transshipment, kati ya reli hizo mbili na unaendelea vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kuboresha reli ya MGR kwa kubadilisha reli nyepesi na kuweka reli nzito pamoja na kuongeza uwezo wa madaraja. Ukarabati huo unaendelea kupitia mfuko wa reli ambapo hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu kipande cha Kaliua Mpanda kilikuwa kimekamilika kwa asilimia 32.72. Mheshimiwa Mwenyekiti, kukabiliana na mafuriko yanayoathiri reli ya MGR katika eneo la Kilosa Kidete Igandu, serikali imekamilisha ujenzi wa njia ya reli yenye urefu wa kilomita 6.2 na daraja katika eneo la Godegode Gulwe ambalo ujenzi wake umefikia asilimia 99. Aidha, serikali kupitia mradi wa TRIP namba 2, Wizara ya Uchukuzi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali itaendelea maandalizi ya ujenzi wa mabwawa 6 katika mto wa Kinyasungwe. Mabwawa haya yatapunguza mafuriko na kuboresha uendeshaji wa reli mwaka mzima.
huduma za usafiri kupitia reli ya TAZARA. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya Tanzania na Zambia zimeendelea kushirikiana katika kusafirisha mizigo na abiria kwa kutumia mamlaka ya reli ya Tanzania na Zambia, yani TAZARA. Lakini kwa muda mrefu reli hii imekuwa na ufanisi mdogo kutokana na uchakavu wa miundombinu na uhaba wa vitendea kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, utakumbuka kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, katika hotuba yake wakati wa kufungua rasmi Bunge la 13 tarehe 14 Novemba mwaka jana, aliliarifu bunge lako tukufu kuwa serikali yake kwa kushirikiana na nchi mwanahisa yaani Zambia imeanza mkakati mahususi wa kufanya maboresho makubwa ya reli ya TAZARA. Napenda kuliarifu bunge lako tukufu kuwa uzinduzi wa mradi wa kufufua wa reli ya TAZARA ulifanyika mwaka jana tarehe 20 Novemba jijini Lusaka huko Zambia. Uzinduzi huo ulifanyika kufuatia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Zambia mnamo tarehe 29 Septemba mwaka jana kusaini mkataba wa uendeshaji yani concession agreement na kampuni ya CCECC kutoka China kwa ajili ya kuboresha reli ya TAZARA. Kampuni hii itawekeza jumla ya dola za Kimarekani bilioni 1.4 ambayo ni sawa na shilingi trilioni 3.6. Maboresho ya reli ya TAZARA yanatarajiwa kuongeza uwezo wa kusafirisha mizigo milioni 2.4 kwa mwaka na kuzalisha ajira takriban 100,000. Maelezo ya kina kuhusu huduma za usafiri wa reli na utekelezaji wa miradi ya miundombinu ya reli kupitia TRC na TAZARA yameonyeshwa katika kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia aya 111 hadi 145. Huduma za uchukuzi katika bahari na maziwa makuu, huduma za usafiri na usafirishaji katika maziwa makuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia TASHICO imeendelea kusimamia ujenzi wa meli mpya na ukarabati wa meli zilizopo ili kuimarisha usafiri wa abiria na usafirishaji wa mizigo. Kwa kipindi cha Julai mwaka jana hadi Machi mwaka huu, TASHICO ilisafirisha abiria 128,191 na tani za mzigo 71,796.25 ikiwa ni sawa na ongezeko la 22.51 ikilinganishwa na kipindi kama hicho cha mwaka uliopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekamilisha ujenzi wa meli ya MV New Mwanza katika Ziwa Victoria. Serikali pia inaendelea na ukarabati wa meli katika Ziwa Victoria ambapo ukarabati wa meli ya uokozi ya MT Ukerewe umefikia 79%. Vile serikali kupitia TASHICO imeanza maandalizi ya ujenzi wa meli yenye uwezo wa kubeba tani 3,000 za mizigo katika ziwa hilo. Mikakati ya serikali ya awamu ya 6 kutumia fursa zilizopo ukanda wa Ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na umuhimu wa ukanda wa Ziwa Tanganyika, serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ikiwemo kwanza, ujenzi wa meli 4 za mizigo katika Ziwa Tanganyika zilizojengwa na TPA kwa kushirikiana na sekta binafsi ambazo kila meli ina uwezo wa kubeba tani 2,000 za mizigo na kwa sasa meli hizi zimekamilika. Pili, kuanza ujenzi wa meli mpya abiria. Tatu, kuanza ujenzi wa karakana ya ujenzi wa meli. 4, kuanza ujenzi wa magati mawili ya kisasa katika bandari ya Kigoma ambao hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu utekelezaji wake umefikia 13%. Na 5, kuendelea na ukarabati wa meli ya MV Liemba ambapo ukarabati wake umefikia 64%. Maelezo ya kina kuhusu huduma za uchukuzi katika bahari na maziwa makuu kupitia TASHICO yameonyeshwa katika kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia ukurasa 146 hadi 156. Huduma za viwanja vya ndege. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika uendelezaji na uendeshaji wa miundombinu ya viwanja vya ndege, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania yani TAA imeendelea kusimamia na kuendeleza viwanja vya ndege vya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, serikali imeahidi kukipandisha hadhi kiwanja cha ndege cha Mwanza kuwa kiwanja cha ndege cha kimataifa. Wizara kwa kushirikiana na TAA tayari imekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mradi wa jengo
mradi wa ujenzi wa jengo jipya la abiria litakalokuwa na uwezo wa kuhudumia abiria milioni 2.5 kwa wakati mmoja pamoja na miundombinu wezeshi. Utekelezaji wa mradi huu unatarajiwa kufanyika kwa ushirikiano kati ya TAA na mfuko wa hifadhi wa jamii yani NSSF. Hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu, wizara kupitia TAA imeendelea na uboreshaji wa kiwanja cha ndege cha Arusha ambapo ufungaji wa mfumo wa taa za kuongozea ndege umefikia 65% na ujenzi wa tabaka la juu la lami la barabara kurukia na kutua ndege katika kiwanja huo inaendelea vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendeleza viwanja vya ndege vya mikoa, wizara kupitia TAA imeendelea na uboreshaji wa kiwanja cha ndege cha Musoma na kiwanja cha ndege cha Moshi. Pia kwa upande wa mradi wa ujenzi wa kiwanja cha ndege cha mkoa wa Kagera, kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa awali zinaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia TAA imeendelea na utekelezaji wa maboresho ya kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro, ikiwemo ukarabati wa barabara ya kuruka na kutua ndege, ufungaji wa mfumo wa taa za kuongozea ndege na ujenzi wa eneo la kuhifadhia mizigo mikavu ambapo ujenzi wake umefikia 5%. Aidha, wakandarasi wa ujenzi wa jengo jipya la watu mashuhuri yani New VIP Terminal wamepelekana na maandalizi ya ujenzi yanaendelea. Maendeleo ya kina kuhusu huduma za viwanja vya ndege kupitia TAA yameonyeshwa katika kitabu cha hotuba yangu ya budget kuanzia aya 157 hadi 167. Huduma za usafiri wa anga. Mheshimiwa Mwenyekiti, tangu mwaka 2025 serikali imeendelea kuifufua kampuni ya ndege ya Tanzania yani ATCL, ambapo idadi ya ndege imeongezeka kutoka ndege moja mwaka 2016 hadi ndege 16 mwaka 2026. Mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na ongezeko la abiria kutoka abiria 107,016 mwaka 2016-17 hadi abiria 1,178,025 mwaka 2024-25. Mapato kuongezeka kutoka shilingi bilioni 23 hadi kufikia bilioni 595.7, pamoja na mapato ya fedha za kigeni kupanda kutoka dola za Kimarekani milioni 9.85 hadi kufikia dola za Kimarekani milioni 157.7. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai mwaka jana hadi Machi mwaka huu, ATCL ilisafirisha abiria milioni 1.07 sawa na ongezeko la 22.38 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita, huku tani 4129.72 za mizigo zilisafirishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, licha ya mafanikio hayo, kampuni bado inakabiliwa na changamoto ya mtaji mdogo na mfumo wa umiliki wa ndege unaoathiri mizania ya kifedha. Serikali ipo katika hatua za mwisho za kuboresha mfumo huu ili kuimarisha ufanisi na mizania ya kihesabu ya shirika la ndege la Air Tanzania. Maelezo ya kina kuhusu huduma za usafiri wa anga kupitia ATCL yameonyeshwa katika kitabu cha hotuba yangu ya budget kuanzia aya 168 hadi 150. Vyuo vya mafunzo vya sekta na masuala mtambuka. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Uchukuzi inasimamia uendeshaji wa vyuo vya mafunzo vya kisekta vilivyo chini yake ili kuhakikisha sekta ya usafirishaji na usafiri nchini inakuwa na wataalamu wa ndani wa kutosha. Chuo cha Taifa cha Usafirishaji na Chuo cha Baharia Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendelea kukijengea uwezo Chuo cha Taifa cha Usafirishaji na DMI, serikali imeendelea kutekeleza miradi ya kuboresha miundombinu na vifaa vya kufundishia, na hii imeongeza udahili wa kozi mbalimbali kwa kiasi kikubwa, na kama inavyoonyeshwa kwenye kitabu changu cha hotuba budget kuanzia aya 181 hadi 205. Changamoto. Kwanza, mafanikio, changamoto na hatua zilizochukuliwa. Mafanikio tuliyopata. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niainishe kwa muhtasari mafanikio makubwa yaliyopatikana katika mwaka fedha 2025/26 hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu kama ifuatavyo. Kwanza, kuendelea na ujenzi wa reli ya SGR kwa awamu zote mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea na ujenzi wa reli ya SGR kwa awamu zote mbili na utekelezaji wake uko katika
hatua mbalimbali kama ilivyoainishwa katika kitabu changu cha hotuba budget. Mafanikio namba 2, kuendelea kwa ufanisi wa usafirishaji wa abiria kupitia reli ya SGR. Mheshimiwa Mwenyekiti, sote ni mashuhuda kuwa usafirishaji wa abiria na mizigo kupitia reli ya SGR umeendelea kuimarika kati ya Dar es Salaam na Dodoma, ambapo takriban wastani wa abiria 280,000 husafirishwa kwa mwezi, sawa na abiria 9,300 kwa siku. Kwa mwenendo huu inakadiriwa kuwa zaidi ya abiria milioni 3 watakuwa wamesafirishwa kufikia mwisho wa mwaka wa fedha 2025/26 ikilinganishwa na wastani wa abiria 400,000 wanaosafirishwa kwa reli ya MGR kwa mwaka. Kutokana na uendeshaji huo, katika kipindi cha kuanzia Julai mwaka jana hadi Machi mwaka huu, jumla ya shilingi bilioni 82.77 zimekusanywa. Aidha, takwimu hizo zinaifanya serikali kuwa imekusanya jumla ya shilingi bilioni 169.37 tangu kuanza safari za SGR hapa nchini kuanzia mwezi Juni mwaka 2024. Mafanikio namba 3, kuanza usafirishaji wa mizigo kwa reli ya SGR. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hotuba yangu ya mwaka 2025/26 niliahidi kuanza huduma za usafirishaji wa mizigo kupitia reli ya SGR. Napenda kuliarifu bunge lako tukufu kuwa mwezi Juni mwaka jana TRC ilianza rasmi usafirishaji wa mizigo kupitia reli ya SGR kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Mafanikio namba 4, TRC kuanza kujiendesha bila ruzuku kutoka mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuliarifu bunge lako tukufu kuwa kuanzia Januari mwaka huu TRC imefanikiwa kuanza kujitegemea kwa upande wa mishahara na matumizi mengineyo bila uwezeshaji kutoka mfuko mkuu wa serikali. Kwa kipindi cha takriban miaka 10, kiasi cha shilingi bilioni 12.92 kila mwaka kilikuwa kinatolewa na serikali kwa TRC kwa ajili ya mishahara. Mafanikio namba 5, kuongeza uwezo wa bandari ya Dar es Salaam kuhusu shehena. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuendelea kuiongezea uwezo bandari ya Dar es Salaam katika kuhudumia shehena, serikali imeendelea na upanuzi wa eneo la Kurasini, yani Kurasini Port Extension, lenye ukubwa wa mita za mraba 220,000 kwa ajili ya kuhudumia makasha 700,000 kwa mwaka. Mafanikio namba 6, ufanisi wa ushiriki wa sekta binafsi katika bandari ya Dar es Salaam na kuongezeka kwa shehena kwa bandari zote nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na kuendelea kwa utaratibu wa kushirikisha sekta binafsi katika uendeshaji wa bandari hapa nchini, hususan bandari ya Dar es Salaam, kwa kipindi cha kuanzia Julai mwaka huu hadi Machi, kuanzia Julai mwaka jana hadi Machi mwaka huu, shehena iliyohudumiwa katika bandari ya Dar es Salaam ilifikia tani milioni 27.83 ikilinganishwa na tani milioni 19.31 zilizohudumiwa katika kipindi kama hicho mwaka 2024/25, sawa na ongezeko ya asilimia 29.83. Aidha, inatarajiwa kuwa shehena mizigo itakayohudumiwa na bandari hii itaongezeka hadi kufikia wastani wa tani milioni 40.839, na kwa bandari zote nchini shehena mizigo inategemewa kufikia tani milioni 59.768 kwa mwaka 2030/31. 7, kuimarisha usafiri katika maziwa makuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekamilisha ujenzi wa meli ya MV New Mwanza katika Ziwa Victoria. Aidha, ukarabati wa meli ya MT Sangara umekamilika na sasa imeanza kutoa huduma. Vile vile serikali kupitia TPA kwa kushirikiana na sekta binafsi imekamilisha ujenzi wa meli 4 za mizigo katika Ziwa Tanganyika zenye uwezo wa kusafirisha tani 8,000 za mizigo kwa meli zote 4. Mafanikio namba 8, kuongeza kwa mtandao wa vituo vya safari wa anga vinavyohudumiwa na ATCL. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na juhudi za serikali katika kuimarisha utendaji, kampuni ya ATCL imeongeza vituo vya huduma vya usafiri wa anga ambavyo hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu ina vituo 32 ikilinganishwa na vituo 23 vilivyokuwepo mwaka 2020/21. Kati ya vituo hivyo, vituo 16 ni vya ndani ya nchi, vituo 14 vya kikanda na vituo 3 vya nje ya bara la Afrika. Mafanikio namba 9, kuimarika kwa ukusanyaji wa mapato yanayotokana na huduma za usafiri wa anga kupitia ATCL. Mheshimiwa Mwenyekiti, kampuni ya ATCL kwa mwaka 2024/25 ilikusanya mapato ya bilioni
na 26.5 ikilinganishwa na shilingi bilioni 175.69 zilizokusanywa mwaka 2020/2021. Mafanikio namba 9, kuimarika kwa huduma ya viwanja vya ndege. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha huduma za usafiri wa anga nchini, serikali imekamilisha ukarabati wa viwanja vya ndege vya Sumbawanga, Songea, Shinyanga na Tabora. Aidha, ukarabati mkubwa wa jengo la kuhifadhia mizigo inayoharibika haraka katika kiwanja cha ndege cha KIA umekamilika na hivyo kuchochea kuimarika kwa mnyororo wa usafirishaji. Mafanikio namba 10, kuanza kutolewa kwa mafunzo ya urubani nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyoahidi katika hotuba yangu ya mwaka 2025/26 kuwa serikali itaanza rasmi kutoa mafunzo ya urubani katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Napenda kuliarifu bunge lako tukufu kuwa serikali kupitia chuo cha NIT imeanza rasmi kutoa mafunzo ya urubani mwezi Julai mwaka jana, ambapo wanafunzi 22 wamedahiliwa na wanaendelea na masomo yao vizuri. Mafanikio hayo yamewezesha kupunguza gharama za masomo nje ya nchi kwa kozi ya urubani. Kuanza kutolewa kwa mafunzo hayo ni utekelezaji wa maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuimarisha usafiri wa anga. Mheshimiwa Mwenyekiti, maelezo ya kina kuhusu mafanikio yaliyopatikana hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu yanaonyeshwa katika kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia aya 223 hadi 252. Changamoto na hatua zilizochukuliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Uchukuzi ilikabiliwa na changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa majukumu yake kwa mwaka wa fedha 2025/26. Changamoto hizo na mikakati ya kuzitatua zimeonyeshwa katika kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia aya 253 hadi 254. Mpango na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka fedha 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mpango na bajeti ya mwaka fedha 2026/27, wizara imezingatia Dira 2050, ilani ya uchaguzi mkuu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, mpango wa taifa wa miaka mitano, mpango wa taifa wa mwaka 2026/27, mpango mkakati wa Wizara ya Uchukuzi wa miaka mitano, pamoja na maelekezo ya viongozi wakuu wa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka fedha 2026/27, wizara ina vipaumbele mbalimbali kama ifuatavyo: kwanza, kuendelea na ujenzi na uendeshaji wa reli ya kisasa SGR. Pili, kuendelea na ukarabati na uboreshaji wa reli ya MGR na Tazara. Tatu, uboreshaji wa miundombinu na huduma katika bandari. 4, kuendelea na uboreshaji wa usafiri wa anga. 5, kuendelea na ujenzi na ukarabati wa meli. 6, kuendelea kuboresha huduma za hali ya hewa. 7, kuboresha udhibiti, ubora na usalama wa huduma za uchukuzi. Na 8, kuendelea na uboreshaji wa vyuo vya mafunzo hapa nchini vya sekta ya uchukuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Uchukuzi fungu 62 katika mwaka fedha 2026/27 imetengewa jumla ya shilingi trilioni 2.872, ambapo kati ya fedha hizo shilingi bilioni 126.04 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida sawa na 4.38% ya bajeti, na shilingi trilioni 2.746 ni kwa ajili ya utekelezaji wa mradi ya maendeleo sawa na 95.62%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida, shilingi bilioni 1.135 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi na shilingi bilioni 25.906 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, yani OC, kwa wizara na taasisi zinazopokea ruzuku. Vile vile, kati ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, shilingi trilioni 2.452 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 294.18 ni fedha za nje. Vipaumbele na bajeti iliyotengwa katika mwaka fedha 26/27 vimeainishwa katika kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia aya 255 hadi 259. Miradi ya maendeleo itakayotekelezwa kwa mwaka fedha 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi ya kielelezo na mikakati itakayotekelezwa kwa mwaka fedha 2026/27 ni kama ifuatavyo. Kwanza, kwenye eneo la miradi ya uboreshaji wa miundombinu ya bandari na huduma za usafiri majini. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi itakayotekelezwa katika eneo hili ni kama ifuatavyo. Wa kwanza, mradi wa uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam.
Miradi mingine itakayotekelezwa uboreshaji wa bandari itatekelezwa kupitia mapato ya ndani ya TPA, ikiwemo uboreshaji wa bandari za mwambao wa bahari ya Hindi ambazo ni bandari ya Bagamoyo, bandari ya Mtwara yani Kisiwa Mgao, na bandari ya Maziwa Makuu ambapo ni bandari ya Mwanza North, bandari ya Mbamba Bay, na mradi wa uboreshaji wa bandari ya Kigoma, na mradi wa ujenzi na ukarabati wa meli katika Maziwa Makuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa bandari ya Dar es Salaam kupitia sekta binafsi, DP World itaendelea na mpango mkubwa wa utekelezaji katika vifaa vya kisasa vya kuhudumia mizigo, lengo ikiwa ni kuongeza ufanisi, kasi na ushindani wa huduma za bandari. Kufikia mwaka 2025-26 kampuni tayari imevuka zaidi ya nusu ya lengo la uwekezaji za dola za Kimarekani milioni 250 sawa na shilingi bilioni 650 ndani ya miaka mitano, ikiwa ni mafanikio makubwa ndani ya miaka miwili ya kwanza ya uwekezaji. Katika mwaka fedha 2026-27 maboresho yataendelea kupitia upanuzi wa miundombinu, uboreshaji wa mifumo ya utendaji na kuimarisha uwezo wa huduma za mizigo kwa viwango vya kisasa. Miongoni mwa mipango hiyo ni upanuzi wa mitambo ya kisasa ya upakiaji na upakuaji yani cranes, ujenzi wa mageti mawili yanayounganisha bandari na barabara ya Nelson Mandela, pamoja na uwekezaji katika mitambo ya kushushia shehena za kichele yani dry bulk utakaoongeza uwezo kwa 65% hadi kufikia takriban tani milioni 5.5. Aidha, uwezo wa kuhudumia mizigo mchanganyiko utaongezeka kwa 25%, huku sekta ya usafirishaji wa magari ikitarajiwa kukua kwa 30% kutokana na maboresho ya sera na miundombinu. Hatua hizi pia zitaongeza ufanisi wa bandari ya Tanga na Mtwara. Kwa ujumla, ifikapo mwaka 2028, sekta ya bandari inatarajiwa kuwa imepiga hatua kubwa ya mageuzi ikiwa na uwezo wa juu zaidi wa kuhudumia mizigo, kasi ya huduma na ushindani wa kimataifa, hivyo kuifanya Tanzania kuwa kitovu muhimu cha biashara katika ukanda mzima. Miradi ya kuboresha usafiri wa anga na hali ya hewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi hiyo ni pamoja na ununuzi wa ndege na uimarishaji wa kampuni ya ndege ya ATSCL, ujenzi wa chuo cha usafirishaji, ujenzi, ukarabati na uboreshaji wa viwanja vya ndege vya Mwanza, Arusha, Mtwara, Serengeti, Kagera, Kilimanjaro na Julius Nyerere, na viwanja vya ndege vya mikoa ambavyo ni kiwanja cha Moshi, Lindi, Njombe, Musoma na Singida. Miradi ya uendelezaji wa miundo ya mbinu ya reli. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi itayotekelezwa kwenye eneo hili ni kama ifuatavyo. Kwanza, ujenzi wa reli ya SGR na ukarabati na uboreshaji wa reli za MGR na reli ya Tazara. Pili, ujenzi ya reli ya treni ya mjini katika jiji la Dar es Salaam ambapo upembuzi yakinifu utafanyika mwaka 2026-27, na mwisho ujenzi wa kituo cha kisasa cha mafunzo ya reli. Miradi ya uboreshaji wa vyuo vya mafunzo vya kisekta. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi itakayotekelezwa katika eneo hili ni pamoja na ujenzi wa miundombinu na ununuzi wa vifaa vya kufundishia katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Pili, mradi wa uanzishwaji wa kampasi ya Lindi katika sekta ya usafiri majini, mafuta na gesi, na mradi wa East Africa Skills for Transformation and Regional Integration. Maelezo ya kina kuhusu miradi itakayotekelezwa kwa mwaka fedha 2026-27 na fedha zilizotengwa kwa kila mradi yameainishwa katika kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia aya 260 hadi 286. Mheshimiwa Mwenyekiti, shughuli nyingine zitakazotekelezwa katika mwaka fedha 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi nyingine zitakazotekelezwa na wizara kupitia mapato ya ndani ya taasisi zilizo chini ya wizara katika udhibiti, utoaji wa huduma za uchukuzi na masuala ya kisekta na mtambuka zimeainishwa katika kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia aya 287 hadi 314. Mheshimiwa Mwenyekiti, shukrani. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa mpango wa bajeti ya wizara kwa mwaka fedha 2025-26 umeleta mafanikio makubwa. Mafanikio ambayo wizara imeyapata yasingaliwezekana kutokea bila ya ushauri na usimamizi wa bunge lako tukufu. Kutokana na mafanikio hayo, naomba nitoe shukrani za kipekee kwa Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge wenzangu kwa ushauri na michango yao ambayo imewezesha wizara kufikia mafanikio haya makubwa.
Aidha, ninawashukuru wananchi na wadau wengine kwa kuendelea kutoa michango ya hali na mali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, pamoja na kuendelea kushirikiana na serikali katika kulinda miundombinu ya usafiri na usafirishaji ambayo serikali imewekeza kiasi kikubwa cha fedha za umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kuwapongeza na kutambua michango iliyotolewa na viongozi wanaonisaidia katika utekelezaji wa majukumu ya wizara, kwa kuanzia na Naibu Waziri Mheshimiwa David Kihenzile na Katibu Mkuu Profesa Kahiarara. Vile vile nishukuru management ya wizara, wakuu wa taasisi za wizara pamoja na watumishi wote wa wizara na taasisi kwa juhudi zao katika utekelezaji wa majukumu ya wizara na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee nishukuru taasisi na mashirika ya kitaifa na kimataifa ambayo wameshirikiana na wizara katika uendelezaji wa sekta ya uchukuzi hapa nchini. Ninaomba kutaja baadhi ya mashirika ya kitaifa kama ifuatavyo: Mifuko ya Hifadhi ya Jamii ya NSSF na PSSSF, taasisi za kifedha za CRDB, NNB, Azania Bank, NBC na TCB, na asasi mbalimbali za kiraia. Aidha, mashirika ya kimataifa na wadau wa maendeleo wanaoendelea kushirikiana na wizara ambao ni pamoja na Trademark Africa, Shirika la Bahari Duniani, Shirika la Kimataifa la Usafiri wa Anga, Shirika la Hali ya Hewa Duniani, Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Dunia, Shirika la Kimataifa la Maendeleo la Japan yani JICA, Shirika la Kimataifa la Maendeleo la Korea Kusini yani KOICA, Foreign Commonwealth and Development Office, Shirika la Maendeleo la Ufaransa, Shirika la Nchi Zinazouza Mafuta ya Petroli nje ya nchi zao yani OPEC, Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, Benki ya Uwekezaji ya Ulaya, Shirika la Chakula Duniani na Shirika la Biashara na Maendeleo la Marekani. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara pia inashukuru ushirikiano kutoka nchi za kikanda kupitia Secretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Secretariat ya Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika yani SADC. Vile vile kutoka nchi za Urusi, Umoja wa Falme za Kiarabu, Uingereza, China, Sweden, Denmark, Korea Kusini, Jamhuri ya Czech na Uturuki. Na mwisho, si kwa umuhimu, nishukuru sekta binafsi, hususan wafanya biashara na watoa huduma wote wa sekta ya uchukuzi kwa kuendelea kutoa huduma bora za uchukuzi hapa nchini. Maelezo ya kina ya shukrani yameainishwa katika kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia aya 315 hadi 319. Mheshimiwa Mwenyekiti, muhtasari wa maombi ya fedha ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026/27, Wizara ya Uchukuzi inaliomba Bunge lako tukufu kuidhinisha bajeti ya jumla shilingi trilioni 2 bilioni 872 milioni 738 na 82,000. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 126 milioni 41 laki 236,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na shilingi trilioni 2 bilioni 746 milioni 696 laki 846 ni fedha za miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hotuba hii nimeambatanisha majedwali mbalimbali yenye taarifa na takwimu kwa ajili ya kutoa uelewa zaidi kwa waheshimiwa wabunge na Watanzania kuhusu sekta ya uchukuzi. Naomba majedwali hayo ambayo yameainishwa katika kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia ukurasa 198 hadi ukurasa 247 yachukuliwe kama sehemu ya hotuba hii. Hotuba hii inapatikana katika tovuti ya wizara ambayo ni www.uchukuzi.go.tz. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima kubwa naomba kutoa hoja.